Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Wadada Center. Asante. Hiki ni kipindi cha kutafutia fursa, kufanya kazi na kutafuta mitaji kwa ajili ya kwenda kwenye hatua nyingine ya maisha. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Asante. Tuko na dada Glory na dada Sabrina. Tunaanza na dada Glory. Tuambie, umetusikia wapi, umetokea wapi? Nimetokea Kibaha, Pwani. Niliwasikia kupitia Facebook. Jinsi mnavyohamasisha kuhusiana na wadada wa kazi za ndani. Na kuhusiana na wadada wa kazi za ndani kivipi? Na kuhusiana na wadada wa kazi za ndani? Yaani tunahamasisha, nielewa hiyo. Yaani heshima ya dada wa kazi. Heshima ya dada wa kazi bado sijaelewa. Heshima ya dada wa kazi imefanyaje? Yaani nini kilichokuvuta yani? Yaani kilichonivuta ni kwamba yani vile mlivyokuwa mnahamasisha, kwa sababu wadada wengine, yani maana yake tunavyofanya hivi vipindi hapa. Ndio, mnafanya vipindi hivi mtandaoni, vipindi vyetu mtandaoni, ndio hivi tunavyofanya na hawa wadada wanaokuja hapa kama wewe ulivyokuja. Ndio. Kwa hiyo katika kuvifuatilia hivyo vipindi, kitu gani kikakuvuta? Kilichonivuta ni kwamba yani mmewapa wadada kipaumbele. Mmewapa wadada kipaumbele? Ndio. Kwamba kuna mtu anaweza kawa yuko nyumbani amaliza form 4 alafu ana kitu cha kufanya au ana shida ya mtaji na ajui atapata vipi. Kwa hiyo sasa vile mlivyokuwa mnafundisha kwamba yani ni sehemu yani kwa sababu kazi tunafanya kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo ukipiga mahesabu ya mwaka mmoja kwa smart dada anaweza kupata mtaji, anaweza kufanya na mambo mengi ya kimaendeleo. Kwa hiyo nikasema ni kitu kizuri. Kwa hiyo nikahamasika na mimi. Kwa hiyo nikachukua namba, nikafanya mawasiliano. Okay. Karibu sana. Na umeisema vizuri, lakini ngoja nirekebishe vizuri zaidi. Umesema sijui dada ambaye amefika form 4. Sasa kuna wadada ambao wamemaliza vyuo vikuu. Swala la maendeleo haijalishi level yako ya elimu. Unaweza ukawa ni dada ambaye umeishia darasa la 7 au unaweza ukawa umefika form 4 kama ulivyosema, au hata umemaliza chuo. Lakini kama uko nyumbani, hauna kazi, hauna biashara na hauna mtaji, hichi kipindi kinakuhusu. Kinakuhusu kwa sababu hichi ni kipindi ambacho tunatamani asiwepo dada yeyote ambaye yuko nyumbani bila kazi. Kwa sababu hata Mungu wetu ametuambia asiyefanya kazi na asile. Na amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Kwa nini uko nyumbani? Kwa nini unategemea wazazi? Kwa nini unategemea ndugu? Kwa nini unategemea sijui mjomba, shangazi, dada, sijui nani? Huo ni uvivu ambao Mungu ameukataza kwenye neno lake. Lazima wewe utoke uende ukafanye kazi. Kwa hiyo sisi tumetengeneza kitu ambacho, platform ambayo au fursa ambayo dada yeyote ambaye Mungu amemjalia akili na nguvu anaweza akaanzia hapa. Haijalishi wewe unasema smart dada. Sio lazima uwe smart dada, kwa sababu kuwa smart dada pia ni kujifunza. Kuwa smart ni dada ambaye tayari kashafika level fulani ya upeo wa kufikiri, wa kujiongoza, wa kutokusimamiwa, mtu anayejituma. Sasa kufika pale nako ni kujifunza. Kwa hiyo unaweza ukaja pia ukaanza kama local dada tu wa kawaida, traditional, ambayo utaanza taratibu, lakini baadaye utakuwa smart, utakuwa professional na utakuwa CEO. Si unaelewa? Nataka nikoleze zaidi hapo kwamba kipindi chetu hiki wale wanaohamasika wahamasike kwamba sisi tuko hapa kuwatoa wanawake kwenye umaskini, kuwatoa wanawake kwenye utegemezi. Haijalishi level yako ya elimu, alimradi Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake, na una akili timamu, wewe sio kichaa, wewe sio chizi, na una uwezo wa kufanya kazi za mikono. Karibu kwenye fursa hizi. Tunachotaka ni vitu viwili tu. Uwe na utayari wa kufanya kazi na uwe ni mtu mwenye maadili. Maadili manake ni mtu mkweli, sio mwongo, sio mtu tapeli, sio mtu utapelekwa kwenye nyumba za watu utoroke, uache watoto wa watu, labda nyumba ya mtu iache tu, yani kama jitu fulani ambalo halina hofu ya Mungu. Hatutaki watu wa staili hiyo. Tunataka mtu ambaye atajifunza maadili katika ngazi ya kawaida kabisa, na atajifunza kuheshimu familia za watu, nyumba za watu, na atajifunza kuwa mtu mkweli
mtu ambaye hana kona na ni mtu ambaye unapenda kufanya kazi. Hata kama hujui unajifunza. Kwa sababu hakuna aliyezaliwa anajua kila kitu. Kwa hiyo dada Glory, karibu sana. Asante sana. Vipi kwa upande wako, una uzoefu gani sasa kwenye hizi kazi unaoifanya? Una maarifa gani? Una taaluma yoyote? Kwa nini ulikuwa tu Kibaha? Kibaha ulikuwa unafanya nini? Kibaha nilikuwa najishughulisha na biashara ndogo ya karanga. Lakini kabla ya hapo nishawahi kufanya kazi ya ndani. Ilikuwa ni kazi ya kumlea mtoto, malezi ya mtoto mdogo. Nilifanya kwa mwaka mmoja. Mtoto nilimkuta akiwa na miezi 3. Kwa hiyo nilifanya kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo na kabla ya hapo pia nishawahi kufanya kazi ya upishi. Kwa hiyo na uzoefu kwenye mapishi na malezi. Na usafi pia, ni msafi. Ndio. Okay. Kwa hizo kazi zote umezifanya sehemu tofauti tofauti? Kupika na usafi nimefanya sehemu tofauti. Na ya malezi pia ilikuwa najihusisha na malezi tu, kuna dada mwingine wa kufanya kazi nyingine. Kwa hiyo mimi ilikuwa kazi yangu ni kumwangalia yule mtoto, kuhakikisha amepata maziwa, amepata maji, kwa sababu nilianza kukaa naye akiwa na miezi 3. Kwa hiyo bado alikuwa hajafikia kula, alikuwa anatumia maziwa ya kukoroga. Okay. Kwa hiyo kwenye hizi kazi ulizofanya, jumla yake inaweza ikawa imekuchukua muda gani mpaka sasa? Imenichukua takriban hizi kazi za ndani au maisha. Yaani kazi za ndani toka umemaliza shule, umetoka nyumbani kwanza kujitafutia, na umetaja umefanya kazi tofauti tofauti kama hizo za malezi, mapishi, usafi, sehemu tofauti tofauti, imekuchukua muda gani? Ni mwaka wa 8 sasa. Mwaka wa 8? Ndio. Glory, bado tu unataka kuzunguka kwenye kazi za ndani. Kwa nini? Kwani wewe una malengo gani? Nilikuwa na malengo mazuri, kwa sababu kazi kuna mtu anakuwa na malengo mabaya jamani. Sio mtu ana malengo yake mazuri. Kazi ya kwanza ya upishi nilifanya, lakini ile ilikuwa ni kazi ya muda. Hata hivyo niliambiwa, maana ilikuwa ni kwa mzungu. Kwa hiyo yule mzungu aliniambia kwamba nitakuwa naye kwa muda, baadaye ataondoka hapa nchini. Kwa hiyo alivyoondoka na kazi kawa imeisha. Nilifanya naye muda gani? Nilifanya kwa miezi 6. Baada ya hapo sasa nikawa nimekosa sasa kazi, sijapata kazi yenye mshahara mzuri. Maana mshahara nilikuwa napata ilikuwa midogo, mingine ilikuwa midogo, ilikuwa 100,000. Sasa mimi nikawa naona kama hainitoshi kunikizi. Alikuwa analipa 300,000 kwenye kupika na kufanya usafi. Alikuwa ananipa 10,000 kila siku. Yeye tu, lakini na hatukubaliana kwamba nilimwambia anilipe hivyo, lakini ndo alipenda nawe ananilipa kwa kila siku. Lakini baada ya hapo sasa nikaja nikakaa kama miaka mingine kwa imepita, nilikuwa nimeenda sasa kufanya kazi mgawani. Kwa hiyo nikaenda kwenye migawa, nimefanya muda mrefu. Baada ya nimefanya kama miaka 4 gawa. Mgawa ulikuwa unafanya wewe kama nani? Nilifanya migawa kama 3 tofauti. Mgawa wa kwanza nilikuwa kama keshia. Nilikuwa msimamizi pale, lakini wakati naenda nilianza kwanza kuhudumia, baadaye nilivyohudumia kwa muda mrefu bosi akawa amenipenda. Kwa hiyo na uaminifu pia, kwa hiyo akataka mimi niwe nawasimamia wenzangu, hata kama yeye hayupo, mahesabu, kila kitu nijue mimi hapa. Ina maana kikipotea chochote mimi ndo ananiuliza. Kwa hiyo nikawa nimefanya keshia. Mgawa mwingine wa pili ulikuwa ni kupika. Na watatu pia ulikuwa ni kupika. Mgawa wa kwanza nilikuwa napika, tulikuwa tuko wawili. Sasa kazi kawa zinakuwa nyingi sana. Bosi akawa anasema kwamba nitaongezea wafanyakazi wengine 2, mimi 4. Hakuongeza, kwa sababu baadaye nikawa nimeshindwa. Kwa sababu pia tulimwomba ongeze mshahara, maana alikuwa analipa shilingi 6,000. Akawa amekataa. Kwa hiyo sasa nikawa tumeshindwana naye kwa hivyo. Mgawa wa tatu nilifanya kwa muda, ndo nilifanya kwa muda sana. Nilifanya kwa muda kama mwaka na miezi 2 pale. Ilikuwa ni kupika, lakini pia siku nyingine, siku ambazo labda naweza nikawa nimechoka, nilikuwa nahudumia.
Kama hivi nachukua chakula napeleka kwa mteja mezani, kusambaza pia kwenye maofisi ya watu. Baada ya hapo ndio nikawa sasa nimefanya kazi ya ndani, nikawa nimepata hiyo ya ndani ya malezi ya mtoto. Nilifanya bosi mpaka naondoka bado alikuwa anataka kukaa na mimi, maana nilifanya mwaka mzima. Bado alikuwa anataka kukaa na mimi, lakini nikamwambia mimi naomba kidogo nitaondoka baada ya huu mwaka kuisha, na mimi niende nikaangalie wazazi wangu, maana nilikuwa na muda sienda mkoani. Hivyo kwa sasa nilipotoka pale akawa amepata binti mwingine. Kwa hiyo sasa na mimi nilikuwa nimebeba ujauzito, nilikuwa na mwanaume, tukawa tumeoana, tulikuwa tumeishi kwa muda tukudumu. Lakini na mimi ndio sana mimi baada ya kupata mtoto hapo sasa hapo wadada hapo na yani hapo lazima tupaweke vizuri. Kwa hiyo wewe ukaacha kazi ukaenda kuolewa. Mkataba ulikuwa umeisha. Ndio, lakini hata kama mkataba ulikuwa umeisha Glory, kwa nini wewe uende kuolewa ukiwa huna kazi nyingine? Maanake si mlienda kumtegemea mwanaume? Ni kweli kwa wakati huo nilitegemea mwanaume. Sasa hapa kwenye hichi kipindi, yani moja ya kitu ambacho tunakipiga vita vikali sana ni hiyo biashara ya mwanamke, unaacha kazi unaenda kuolewa. Au hata kama kabla hujajitafuta unaenda kuolewa, ni umaskini. Ni umaskini. Hakuna mafanikio kwa njia hiyo. Hiyo ni shortcut, na shortcut hainaga mafanikio. Yani kuolewa ni kuzuri, lakini hakikisha umeweka mipango na mipangilia maisha yako, kwamba huyu mwanaume kuna leo na kesho. Kwa sababu kwa nini leo uko hapa? Ulishaolewa. Si ulienda ukaolewa? Ndio. Kaenda kumtegemea mwanaume. Na una mtoto. Ana umri gani? Ana miaka 3 sasa hivi. Ndio. Kwa nini uko hapa sasa? Mwanaume imekuaje? Mwanaume tumeachana. Unaona maneno hayo? Ndio maana nasemaga kuna leo na kesho. Na ndio maana Biblia yetu ikasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu, kwa sababu huyu mwanadamu ni kama kinyonga, leo ana rangi hii, kesho ana rangi ile. Hawezi kukuhudumia kwa kila kitu vile unavyotaka. Lakini ukiwa na wewe ni mtu unayejishughulisha, utaweza kufanya mambo mengine. Lakini zaidi sana kama tunaenda kweli kibiblia, sisi ni wasaidizi wanawake. Kwa hiyo ndani ya familia lazima na wewe uwe ni msaada, usiwe mzigo. Kwa lazima uwe na kazi au uwe na biashara unapotaka kuingia kwenye majukumu. Kuingia kwa kuolewa ni kuingia kwenye majukumu. Sio kwenda unaona kama nimekimbia shida za kazi, stress za kazi, kwa hiyo sasa ngoja miguu juu niende nikapumzike. Unajidanganya. Itakuwa ni kipindi kile kifupi ambacho mwanaume ndio anakutongoza, ndio anakutaka, atakuspoili hapa na pale, utaona maisha si ndio haya. Lakini ataweza kufanya hivyo kila siku? Hawezi, si ndio? Utaanza kusema mwanaume kabadilika, mwanaume hapana. Kwa sababu hiyo sio mfumo wa kimungu. Mfumo wa kimungu sisi tunatakiwa wote tufanye kazi, sisi tuwasaidie hawa watu. Tuweze, yani ndio maana ni wasaidizi. Sisi tunachukulia hilo neno wasaidizi kama kubweteka na kuwategemea. Hapana, usaidizi sio kumtegemea binadamu. Ni kumsaidia, tena ikiwezekana kumsaidia kwenye mambo makubwa ya kifamilia. Hayo ya maendeleo. Na mipango ya kujenga, na wewe unashiriki kwenye ujenzi. Na mpango wa kununua kiwanja, na wewe unashiriki kwenye hiyo mipango. Nataka kununua gari, na wewe unashiriki. Hapo ndipo utakapokuwa na tija na utaonekana kweli ni mke mwema. Mwenye maana kama mke mwema wa Mithali ya 31. Sawa jamani. Mimi yani lazima niweke vizuri hapo. Kwa hiyo kwa hiyo sasa baada ya kupata mtoto mtoto wangu alivyofikisha tu miezi 6 kabidi nianze kupambana na biashara nyingine ndogo. Miezi 6 ukaanza kurudi barabarani. Unafanya nini sasa? Nilifanya biashara tofauti pia zikawa hazitoki kutokana na kwamba mtaji wenyewe ulikuwa ni mdogo. Maana nilianza na kuuza nyanya, nimezungusha sana nyanya. Mtaani, huko na mtoto mgongoni. Ukikumbuka ile Glory aliyokuwa anafanya kazi kwa mzungu. Na huyu ambaye ana mtoto mgongoni anazungusha nyanya mtaani. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia wakosa nini? Maarifa. Kwa sababu kipindi kile ungekuwa umejiwekeza kwamba hela zako zote unazopata kwenye zile kazi unataka kuanzisha biashara. Nafikiri ungekuwa na biashara kubwa zaidi ya hiyo ya nyanya ulienda kuzungusha. Ndio, ila sasa hela ambayo nilikuwa napata ilikuwa inakuja changamoto kwa sababu pia nilikuwa nategemezi wengine huko nyumbani. Hapana, mambo ya kusema utegemezi wengine nyumbani nayo tunabidi tuache. Unapojitafuta tengeneza kwanza. Hivyo wewe kweli unazama kwenye maji, unaweza kuokoa mwenzako mwingine anayezama?
Au huko ndo umetumbukia baharini au kwenye bwawa unazama, wewe utaacha kujiokoa uende ukaokoe mwingine mwenzako naye anaizama? Unajiokoa mimi. Wewe kwanza ndio tunachokifanya. Tunatoka kwenye familia maskini. Tunapoanza kupiga hatua kidogo, wewe tena unaanza kurudi nyuma. Unajifanya eti unataka kwenda kuokoa wenzako huko. Hapana. Wewe jiokoe kwanza. Tengeneza kwanza maisha yako. Tengeneza mazingira yako. Hakikisha una biashara ambayo imesimama. Hapo sasa ukianza kuwasaidia hakuna shida. Hilo nalo ni kosa ambalo wadada wengi wanafanya. Dada anafanya kazi za ndani kwamba anajenga kwetu. Anafanya mwisho wa siku ndio unajikuta kwenye umesema uko kwenye kazi za ndani miaka 8. Ndiyo. Si ndio? Sasa haya na bado umekuja kwenye kazi za ndani. Haya malengo yako. Maana usipoangalia utazeekea huko kwenye hizo kazi. Mimi nasema hivyo kwa sababu mimi kazi za ndani nimefanya miaka 2 tu, na huu mwongozo niliowatengenezea, hii ni ramani ya namna ya kuanza kwenye kazi hizi za kawaida na kutoka na kwenda kuanzisha kitu chako ambacho mimi sasa hivi hata naweza kusaidia ndugu zangu. Na actually nimewasaidia. Ndio? Kwa sababu gani? Nimeshatoka kule, yani siko kwenye mazingira magumu sana. Nimeshaanzisha biashara ambayo kidogo inaweza kunihudumia, naweza kutuhudumia na naweza nikasaidia ndugu zangu kidogo. Lakini wewe ndio kwanza tu kazi ya ndani hiyo unataka ujenge kwenu. Hiyo unataka usaidie sui, hapana. Inabidi uhakikishe umejijenga kwanza. Kwa hiyo mambo ya kusema miaka 8 huko kwenye kazi za ndani ni kutokuwa na ramani. Yaani wewe mwenyewe hujui unakoelekea. Umeelewa? Sasa hivi inabidi utengeneze ramani yako kabisa. Ujue kwenye hizo kazi za ndani nataka nikae muda gani? Mwaka, miaka 2. Nikipata hela naenda kufanya nini? Sio tena mambo ya kwanza kusema nasaidia watu wakati wewe mwenyewe hujajisaidia. Kwenye miaka hiyo 8 ilikuwa ni kazi za ndani ambazo nifanya kama mwaka na miezi 6, lakini hiyo nyingine ilikuwa pambanaji kwa sababu nilifanya mwaka mmoja ya malezi na hiyo nyingine ya upishi. Lakini pia katika huo pambanaji na maana kazi za mgawani na kazi za watu huwa pia hizi za mgawani zinakuwa sio za kudumu. Kwa hiyo malengo yangu sasa hivi baada ya kupata kazi, ajira sio ya kudumu, Glory. Ajira yoyote sio ya kudumu. Ajira ni ya kukuanzishia maisha. Alafu wewe utafute vya kwako, uanzishe biashara yako. Na wewe ungeanzisha mgahawa wako. Unakaa kwenye mgahawa. Labda ungeanzisha mgahawa au ungeanzisha kitu chochote kile ambacho wewe unajiona unaweza kukifanya. Ajira ni nzuri kwa kutuanzishia maisha. Sio kuzitegemea, hazidumu. Ndio maana utakuta sasa una miaka 8 ulifanya hapa, ulifanya pale, ulifanya pale. Ajiriwa kidogo, baada ya hapo jenga misingi ya biashara zako ambazo utakuja kuzifanya na unakuwa umejifungua kwenye vifungo vingi. Maana ajira nayo ni kama kifungo, ni kama jela. Ndio. Kwa hiyo malengo yangu sasa hivi nikipata kazi ni kuweka hela, yani nataka nifanye kazi ili nipate mtaji, nifungue biashara. Ndio malengo yangu, kwa nataka nifanye kazi kwa muda. Haya, mimi ninachoweza kusema nimewaandalia ramani ambazo mimi nimepita, jinsi ambavyo nimepita kutoka kwenye kazi za ndani mpaka nimefika nilipofika. Kwa hiyo ni muhimu pia kuongeza maarifa na uongeze maarifa kutoka kwa watu ambao wameweza kubadilisha maisha yao. Unaelewa? Sio mtu anakushauri au anakuelekeza kitu ambacho yeye hajawahi kukifanya. Chukua maarifa kwa mtu ambaye akikwambia na mimi nilianzia hapa nikafika hapa, una uhakika kabisa kwamba kuna vitu mtakavyojifunza kutoka kwake. Kwa hiyo kwa huu mwongozo wangu hapa ni ramani ya maisha yangu kutoka nilipoanza kwenye kazi za ndani mpaka nilipo. Lakini kuna hii ambayo nyinyi mnataka sana smart dada, na wewe ukisikia unataja neno smart dada. Unataka kufanya kazi kama smart dada, pata maarifa. Mimi nimewaandalia mwongozo mzuri sana. Unakuambia unataka kulipwa zaidi, kila mtu anataka alipwe zaidi. Lakini je, uko tayari kustahimili na kujifunza namna ya kulipwa, mbinu za kulipwa zaidi? Uko tayari? Wengi hawako tayari, lakini wanataka kulipwa zaidi. Kwa nini hawako tayari? Hakuna anayejisumbua kujifunza. Ndio utakachojua tu, kwa sababu kujifunza ni jambo moja alafu uanze kufanyia kazi. Hapo ndipo utakapoenda kwenye kulipwa zaidi. Lakini wewe kujifunza hujajifunza. Ufanye kazi kimaajabu, una tofauti wowote, una maajabu yoyote, lakini unataka kulipwa zaidi. Jamani, matokeo yake ndio hayo. Unakuta watu wanafanya kazi kijinga tu, kizembe tu, na mwisho wa siku unapata changamoto kidogo tu, mtihani kidogo, mbio unakimbia. Kwa nini? Kwa sababu haujajiandaa, hauko aware, hauna maarifa, hauna taarifa za namna gani
watu wanaolipwa zaidi wamevukaje, yani wanafanyaje. Usipokuwa na hizo taarifa utakimbia tu. Ndio hivyo, unaenda kidogo sehemu ukiangalia hivi mbio unatoka mbio. Huwezi kufika popote. Kwa hiyo Glory, karibu sana. Asante sana. Silaha ndio hizi. Ndio. Unataka kuwa dada ambayo unafanya, yani sasa hivi unyanyuke moja kwa moja, maarifa hayo hapa. Ukiwa kazini, hii hapa itakusaidia kufanya kazi zako kwa ubora. Kwa ubora maana yake kuna wadada hapa walikuwa ni wadada wa 100,000 tu, lakini sasa hivi wanalipwa 500,000. Kwa nini? Wamesikiliza mafundisho na maelekezo yetu. Sasa wewe unataka kuwa miongoni mwa hao wadada, lazima uwe tayari kujifunza na kufanyia kazi utakayojifunza. Lakini unataka kutoka kwenye kazi za ndani, yani usiwe ni mtu tu wa kazi hizi za kawaida tu. Wewe kila siku ni kuajiriwa hapa, mara 200,000, mara 100,000, mara unataka utoke kwenye hii 0 mpaka unyanyuke. Mfumo wako. Sawa. Karibu. Asante.